kuharibika siku ya 6, na leo siku yetu ya 6, siku ya mwisho ambayo tunaangalia misingi iliyoharibika, na tutaangalia habari za Daudi, habari za nyumba ya Daudi, habari za Sauli na nyumba yake yenye damu. Na neno letu la msingi linatoka kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 14, lakini tutasoma aya ya kwanza, aya ya pili na aya ya 14. Neno linasema, kulikuwa na njaa siku za Daudi kwa muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Tunapoangalia misingi iliyoharibika, ni aina ya matatizo na shida ambazo tunazipitia leo na tunazitafutia suluhisho. Tufanye nini ili tutoke katika shida hizo ama katika misiba hiyo tunayoipitia? Na watu wengi wamekuwa waathirika. Kuna vitu ambavyo tunavipitia kwenye maisha, kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye utume na kwenye maisha yako, na wakati mwingine hatujui kwa nini tunapita katika mazingira hayo. Na habari za Daudi zinatusaidia sana kuona hiyo misingi iliyoharibika. Na katika maisha ya Daudi, maandiko yanasema kulikuwa na njaa siku za Daudi kwa miaka 3. Mwaka wa kwanza kuna njaa, Daudi akakaa kimya na Mungu akakaa kimya. Mwaka wa pili kuna njaa, Daudi akakaa kimya, Mungu akakaa kimya. Mwaka wa 3 kuna njaa, lakini kwenye mwaka wa 3 Daudi akafanya kitu, akautafuta uso wa Bwana. Kutafuta uso wa Bwana ni kumuuliza Mungu. Na ni nini cha kufanya hasa kwenye misingi iliyoharibika? Jambo kubwa la msingi pamoja na kuomba ni kutafuta uso wa Bwana. Kutafuta uso wa Bwana ni kumuuliza Mungu, kwa nini ninapitia hili? Daudi alitaka kujua chanzo cha njaa ni nini. Msingi hii mibaya kwamba nchi haizalishi imekuwa tasa. Mwaka wa kwanza kuna njaa, wa pili kuna njaa, wa 3 kuna njaa. Ndipo Daudi anamuuliza Mungu, kulikoni? Kwa nini tuna njaa? Kwa nini tunapita pagumu hivi? Ndiyo maana ya kutafuta uso wa Bwana. Hakumwomba Mungu ambariki, ila alitaka kujua kwa nini tunapita kwenye taabu hiyo. Na pengine lile ambalo wewe unalipitia kwenye maisha, utasa, mambo hayaendi, ndoa haiendi, kila unachokifanya hakiendi, hiyo dhahama ya kudhulumiwa, roho ya kukataliwa, mandoto mabaya unayoyaota, maisha yako hayaendi unavyotaka. Tatizo lake ni nini? Msingi wake ni nini? Lilianzia wapi? Na maandiko yanasema Daudi akautafuta uso wa Bwana. Katika kutafuta uso ni kumuuliza Mungu, kulikoni? Kwa nini ninapita hali hii? Kwa nini tumekuwa kwenye njaa? Na Mungu akamjibu, akamwambia ni kwa sababu ya Sauli na nyumba yake yenye damu. Tatizo ni nini? Ni Sauli na nyumba yake yenye damu. Na hili lilitokea wapi? Ukisoma huku mbele, Sauli aliwaua wa Gibeoni. Chanzo cha msingi wa tatizo la kwa Daudi halikuanzia kwake, lilianzia kwa Sauli na nyumba yake yenye damu. Manake lilianzia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo chanzo cha hili tatizo
lilitoka kwenye nyumba ya Sauli. Kuna watu Sauli aliwaua wanaitwa Wagideoni, na baada ya kuwaua Mungu akamfukuza Sauli, akamwondoa Sauli kwenye ufalme. Baada ya kumwondoa Sauli akaja Daudi akapewa kile kiti cha ufalme. Tatizo la damu ambalo Sauli aliwaua Wagideoni likahamishwa likaletwa kwa Daudi, na ndio maana wakati wa utawala wake miaka 3 njaa ilikuwepo. Damu aliyoimwaga wa Gideoni aliyowaua Sauli ilikuja kwa Daudi. Hiyo damu ilihamishwa ikapelekwa kwa Daudi. Ni kama vitu alivyofanya babu wa babu, na hivyo vitu vikahamishwa vikaja kwako. Na baada ya hivyo kuja kwa Daudi, adhabu nayo ikaja kwa Daudi. Kwa hiyo kwenye utawala wa Daudi anaona tuna shida, tuna njaa, lakini chanzo ni nini? Ndio maana ya misingi iliyoharibika. Akautafuta uso wa Bwana, akamuuliza Bwana, mbona hali ni ngumu? Ama mbona hii hali haiendi kama sisi tunavyotaka? Ndiko akajibiwa, kwa sababu ya Sauli na nyumba yake yenye damu. Na Daudi akauliza tufanyeje? Akawaita Wagideoni, walikuwa ni wasalia wa wana wa Amori ambao Yoshua aliwaapia kwamba hata waua. Sauli akawaua, na ile damu iliyomwagika ardhini Mungu alidai, Bwana alidai hiyo damu. Na katika kuidai hiyo damu ndipo baadaye hawa Wagideoni wakauawa. Na katika kutafuta suluhisho aliambiwa nini cha kufanya? Wakatolewa watu 7 kutoka kwenye nyumba ya Sauli, wakawatundika. Baada ya kuwatundika, kuwaua, ndipo Bwana akairidhia ile nchi. Mstari wa 14 naomba niusome. Anasema, kisha wakaizika mifupa ya Sauli na ya Yonathani mwanawe katika nchi ya Benjamini huko Zela, kaburini mwa Kishi babaye. Wakafanya yote aliyoamuru mfalme, na baadaye Mungu aliridhia hiyo nchi. Baadaye Mungu aliridhia hiyo nchi. Umwagaji wa damu, utoaji wa mimba, damu iliyomwagika, mauaji, vitu vilivyodhulumiwa, ardhi zilizodhulumiwa na vitu vilivyofanyika. Naomba utafakari sana, chanzo cha tatizo lako ni nini? Wengi tumeona matokeo ya maisha, matokeo ya familia, matokeo ya vitu tunavyovifanya. Hatujakaa chini tukajiuliza chanzo chake ni nini? Kwa nini hawapati watoto? Kwa nini hawaolewi? Kwa nini kile unachokifanya kinakufa? Daudi kaja madarakani, kiti alichokalia kilikuwa na damu, na ile adhabu ikaenda kwake. Ndio maana kulikuwa na njaa. Alipoutafuta uso wa Bwana, alimuuliza Mungu, kulikoni? Mbona tuna njaa? Mbona hali ni ngumu? Mbona mambo hayaendi? Na akamjibu akamwambia, kwa sababu ya Sauli na nyumba yake yenye damu. Ni kwa sababu ya Sauli na nyumba yake yenye damu. Na akapewa nini cha kufanya katika kushughulikia misingi iliyoharibika. Jambo la kwanza kwenye kuomba ni kuutafuta uso wa Bwana. Kutafuta uso wa Bwana ni kumuuliza Mungu, kulikoni? Kwa nini unapitia unachopitia? Chanzo cha hilo tatizo ni nini? Ndiyo maana ya kutafuta uso wa Bwana, na ndicho alichokifanya Daudi. Inawezekana unapitia vitu vya namna hiyo. Kuna kitu unapitia na haujui kwa nini unapitia hiyo hali. Kwa nini hilo tatizo lako lipo kama lilivyo? Kwa nini familia imekuwa maskini? Kwa nini mmepitia hayo magumu? Kwa nini hauolewi? Kwa nini umeachika? Kwa nini unapata mikosi? Kwa nini kila ukienda kazini wewe unakuwa ni wa kwanza
kufukuzwa. Kwa nini unapitia hilo? Kwa nini ndoa yako inavunjika? Kwa nini wewe ni wa kudhulumiwa? Kwa nini unapitia hilo? Misingi iliyoharibika. Inawezekana kuna vitu vilifanyika miaka ya nyuma, enzi za wazee wako, babu yako na babu yako, na inawezekana hukujua kwa nini. Misingi iliyoharibika. Tafakari sana. Kwa nini tunatafuta? Kwa nini? Why do you go through that problem? Kwa nini unapitia hicho? Ndio misingi iliyoharibika. Kwa nini hakuna aliyevuka darasa la 7? Kwa nini wote wameishia form 4? Kwa nini hakuna aliyeenda mbele? Na wakati mwingine unakuta ni ukoo mzima, hakuna aliyeenda mbele, wote wameishia katikati. Maisha yao yamekuwa magumu, maisha yao hayaendi. Maisha ni magumu kuliko ugumu. Hata unachokipata nyumbani kwao vijijini kumekuwa mahame. Hata ukipata pesa ukasema tufanye maendeleo, linaibuka tatizo, kila kitu kimepotea. Why? Tafakari. Hiyo misingi yenu imetoka wapi? Why do you go through what you are going through? Kwa nini unapitia hilo na hukupata? Ndiyo maana ya kutafuta uso wa Mungu, kutafuta uso wa Bwana. Mwambie Bwana, kwa nini tunapitia haya? Inawezekana kuna mikataba, maagano, viapo waliofanya wazee wenu, au yamkini walienda kwa mganga pasipo kujua, ama kuna vitu walivyovifanya na sisi tumekuwa waathirika. Babu zako na babu zako walifanya nini? Ndio maana Petro anasema mfahamu ya kuwa mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala dhahabu, mpate kutoka kwenye mwenendo usiofaa mliopokea kwa wazee wenu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 aya 18. Je, viuno ulivyotoka vilibeba nini? Kuna vitu alifanya baba yako, babu yako akiwa huko. Ndiyo maana Daudi akasema mimi nalikuwa mdhambi tangu tumboni mwa mama. Zaburi ya 51 aya 5. Inawezekana kuna vitu ulizaliwa navyo, ama ulivikuta, ama ulienda kuvinunua kwa waganga, ama asili ulikotoka. Kwa nini unapitia hali hiyo? Je, wewe ndio yule mtu original Mungu aliyemuumba na makusudi yake? Tunaelewa Yesu anasema jipeni moyo, ulimwenguni kuna dhiki, mimi nimeushinda ulimwengu. Pamoja na dhiki na yote tunayoyapitia, ni muhimu pia kujua kwa nini unapitia hali hiyo. Kwa nini hilo tatizo limeonekana kuwa sugu? Alikuwa nalo babu yako na babu yako na babu yako na baba yako na wewe, na bado lamkini litapita na watoto wako. Kwa nini kila mara mnadhulumiwa? Kwa nini kila mara mkienda mbele mnarudi nyuma? Ni kitu gani kinawarudisha nyuma? Kwa nini maisha yako yamekosa furaha? Kwa nini tunashambuliwa na magonjwa kila wakati? Ukitoka ugonjwa huu unakuja mwingine, na almost hata pesa zako, wengine hata kazi wameacha, wengine mabiashara zimekufa, wengine wameanguka kwenye madeni yasiyolipika, wengine walikopa pesa benki wamekuwa mabilionea. Wewe umekopa ukaweka rehani ile hatimiliki ya kiwanja, almost mpaka kiwanja kimeuzwa. Umekuwa mtu wa madeni. Kwa nini una utasa wa kufanikiwa? Kwa nini kila unachokifanya ni kwa sababu hatukupata elimu? Inawezekana sio sababu, but why? Kwa nini hali hiyo imekwenda na ninyi? Tunatafuta hilo solution. Misingi iliyoharibika. Misingi, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Wapendwa, usibaki katika hali hiyo. Kaa miguuni kwa Mungu, utafute uso wa Mungu. Kaa kwa Yesu wa Ekaristi, muulize Mungu hai. Ikiwezekana funga na kuomba. Kaa kwenye muda wa ukimya. Kaa kwenye muda wa kutafakari, wa kutafuta uso wake, wa kumuuliza Mungu, kwa nini hali hiyo unapitia? Kwa nini hilo tatizo limeonekana kuwa sugu kwenye maisha yako? Tafakari sana, tutafute uso wa Bwana.
Tumsifu Yesu Kristo.